Shirika letu ni la kijimbo. Shirika lilianzishwa mwaka 1946 na Mhashamu Askofu Joakim Amani. Shirika letu limetimiza miaka 50 mwaka 1996 na sasa hivi tunaelekea kutimiza miaka 75. Karama ya shirika letu ni kumpeleka Kristo kwa watu kupitia shughuli tunazozifanya, kufundisha dini mashuleni, kuwafundisha watoto, akina mama maendeleo, kufanya kazi mahospitalini. Hii project ni Narumi Farm. Tunashughulika mambo ya mifugo na kilimo. Lakini malengo ya huu mradi wa mifugo ilikuwa ni kwa ajili ya wanashirika wenyewe, kwa ajili ya maziwa, nyama na jamii inayotuzunguka kwa ajili ya kuwasaidia kwa namna moja au nyingine, na kuwasaidia vijana ambao kwa kweli hawana elimu ya kutosha. Kwa hiyo wanakuja hapa, wanatusaidia, wanapeleka wanyama malishoni, alafu tunawalipa. Na ambao hawajiwezi kabisa, wagonjwa pengine hawajiwezi kabisa, tunawasaidia angalau hata maziwa pale inapobidi. Kabla ya project tulikuwa tunaendesha tu kienyeji. Lakini baada ya project nimepata mang'amuzi kidogo kwa kweli. Ndiyo. Ni tofauti, zamani tulikuwa tunazalisha maziwa lita 60 kwa siku. Lakini sasa hivi imeongezeka 75 mpaka 80. Baada ya Sisters Blended tumepata hela ya ufadhili. Na hiyo hela ya ufadhili imetusaidia kununua guta. Na guta inatusaidia kubeba majani bondeni kwa ajili ya wanyama. Hiyo guta kwa kweli imetusaidia kufupisha muda. Zamani tulikuwa tunatumia muda mrefu kufuata majani bondeni. Na pia hiyo hela ya ufadhili imetusaidia kununua mashine ya kukata majani. Zamani tulikuwa, kabla ya Sisters Blended, tulikuwa tunatumia kukata kwa mkono. Lakini baada ya Sisters Blended tumepata ile mashine, inatusaidia kufanya kazi kwa haraka na wanyama wanapata chakula kwa wakati na hatutumii muda mwingi kwa kweli. Pia baada ya Sisters Blended, baada ya kupata pia ile ya wafadhili, tukanunua na matoroli. Matoroli tumenunua 3. Na yenyewe inatusaidia tukifanya usafi kule ndani, tunabebea mbolea, tunaenda kuweka shimoni. Sisters Blended imetupanua akili kwa sababu hapo kabla yake tuliridhika kuwa tunauza maziwa, tunauza nyama, lakini kwa sasa hivi tumeplani kuzalisha kitu kingine ambacho kinatokana na maziwa. Kwa mfano tumeanza kuuza mtindi ambao sasa hivi tunauza tu kawaida kwa kutumia glasi. Lakini pia tuna mawazo ya kupeki mtindi, alafu tumeanza kutafuta masoko ya kuuzia huo mtindi. Nimefaidika, nimepata ujuzi kwa sababu kabla yake nilikuwa tu nafanya kwa uzoefu. Lakini baada ya hii project nashukuru nimepiga hatua moja kwenda mbele. Nimejua jinsi ya kupanga mahesabu vizuri, napata lita ngapi kwa mwezi, kupambanua hiki na kile. Chukue nafasi hii kuwashukuru Conrad Hilton, kuwashukuru Akweka, kuwashukuru Strathmore kwa misaada yao wanayoitoa kwetu kutuwezesha kuendeleza miradi yetu. Walitusaidia kutufundisha jinsi ya kusimamia miradi, jinsi ya kutafuta masoko, jinsi ya kuwahandle wafanyakazi na mengine yanayofanana na hayo. Wametufungua akili, tunajua kupanga vizuri kazi zetu na jinsi ya kuchukuliana na jamii.